Roho wa maarifa ajae ndani yetu kwa njia ya neno. Yule Roho wa maarifa ajae ndani yetu kwa njia ya neno. Tunaombea mioyo yetu iwe tayari kupokea inayoachilia damu ya Yesu kwenye moyo wa kila mmoja aliyoko hapa Baba, katika siku hii ya kwanza ya mfululizo wa semina hii maalumu ya vijana hapa kanisa la JVM Mombo. Baba, sema na watoto wako wakiwa wametoka pande mbalimbali, walio vijana na wale ambao ni wazazi wamekuja kwa ajili ya mambo ya vijana wao. Yesu, ukatupe wote kwa ukamilifu wako. Usitupunje Baba, tushuhudie vema, tusemeshe vema, tuelekeze vema, tupe elimu iliyo njema Baba, tupe maarifa yako majira haya ya kipindi hiki cha neno lako, katika siku hii ya kwanza ya semina yetu ya vijana mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunakushukuru na hata kusema utukufu ni wa kwako, maana tumeliona wingu lako la ajabu katika siku ya kwanza ya semina hii, katika jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuketi katika uwepo wa Bwana. Waimbaji, Mungu awabariki kwa ajili ya huduma yenu njema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, vijana wa Mungu. Haleluya, na wale wazazi ambao wako kwa niaba ya vijana. Amen. Karibuni sana katika semina hii ambayo tutakuwa na mwendelezo nayo wa mfululizo wa siku 5 hizi ambazo Mungu ametujalia ndani ya wiki hii, kuanzia siku hii ya leo ya tarehe 16 ambayo ni Jumatatu, mwezi huu wa pili mwaka 2026, na siku ya kesho ambayo itakuwa ni siku ya Jumanne. Lakini tutaendelea nayo pia semina hii siku ya kesho kutwa ambayo itakuwa ni Jumatano, na pia tutaendelea nayo Alhamisi na Ijumaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaruka ile siku ya Alhamisi, tutaendelea nayo Ijumaa na Jumamosi. Tutaendelea nayo Ijumaa na Jumamosi. Tutaruka ile siku ya Alhamisi ya ibada ambayo tutakuwa na ibada ya maombi na maombezi kwa watu wote kama ulivyo utaratibu wetu. Kwa hiyo ni semina ya siku 5 ambazo Mungu ametupa hapa, zinazohusiana na matengenezo ya mambo ya vijana katika habari za kutengenezeka kwa njia ya mafundisho ya neno la Mungu, lakini na kwa njia ya maombi, kwa kadiri ya vile ambavyo Mungu atatupa neema ya kimaombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimu kwa jina la Bwana. Unaweza ukamkaribisha na mwenzako aliyekulia na kushoto ukimwambia karibu katika semina hii ya vijana. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Haleluya. Basi tunamshukuru Mungu, ikiwa ni siku ya kwanza ya semina hii, somo kuu ambalo tutakuwa nalo lina kichwa kinachosema mafundisho ya kimungu kwa vijana. Kichwa kikuu cha somo letu ambalo tutakuwa nalo kwenye semina hii ambayo tunaanza nayo rasmi siku ya leo, kichwa kikuu kinasema mafundisho ya kimungu kwa vijana. Mafundisho ya kimungu kwa vijana. Mafundisho ya kimungu kwa vijana. Na kwa neema ambayo Mungu ametupatia katika somo hili, ni kwamba hili ni somo kubwa ambalo ndani yake litakuwa lina topiki mbalimbali. Bwana Yesu asiwe sana. Ni somo ambalo ndani yake lina topiki mbalimbali ambazo tutajifunza kwa kadiri ya vile ambavyo tutapata neema. Mimi ninachokisikia ni kwamba wiki hii ambayo tunafululiza nayo kuwa na semina haitakuwa wiki ya mwisho. Haleluya. Ninachowiwa nacho ni kuona ya kwamba haitakuwa ya mwisho. Ndio gari imewaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani yangu ni kwamba tunaendelea. Wakati mwingine hata Waswahili wakasemaga mwanzo mgumu. Kwa hiyo ugumu unakuaga tu mwanzo, lakini maji ukishayavulia nguo huko mbele yanaogeka vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ugumu unakuaga pale kuanza lile kopo la kwanza lile kuanza kuondoa baridi tunaita. Lakini ukishajipiga lile kopo, huko kwengine makopo yanashukaga, tunaona mkono unakuwa mwepesi kuchota maji na pia unakuwa mwepesi kumwagia mwili, tofauti na mwanzo. Wakati unaanza unaona unatetemeka, mwisho wa siku mpaka unataka uyakwepe, mwisho wa siku unakuta amekuparuza tu mengi amemwagika chini. Lakini bora Mungu ametupatia neema, kopo hili la kwanza tayari tumelioga. Najua ya kwamba tutakuwa na mwendelezo wa madarasa mengi ya semina za namna hii. Haleluya. Na ndio maana pia Mungu ametupa somo kubwa ambalo hatuwezi kumalizana nalo kwenye semina hii ya wiki hii peke yake. Kwa hiyo ina maana, kwa picha hii inamaanisha Mungu atatupa neema zaidi na zaidi za kuwa na semina za namna hii. Ndiyo tumeanza. Haleluya. Amen. Kwa hiyo somo letu lina kichwa kinachosema mafundisho ya kimungu kwa vijana. Tulisisitizana na kukumbushana kuto kukosa kuwa na kalamu na karatasi au notebook na peni wakati wa mafundisho ya semina. Ni muhimu sana ukatunza notes, kwa sababu kile ambacho unabebeshwa leo kwa kweli kiuwezo wa kibinadamu ni ngumu sana ukasema unaweza ukavibeba vyote ukavikusanya vyote bila mahali ambapo utakuwa unatunza pa kurejelea baadaye. Kwa hiyo tuwe na utaratibu huo tu. Kama umekafilika, umesahau kwa namna yoyote, basi kumbuka kipindi kijacho kuwa na daftari na kalamu au notebook na peni kwa ajili ya kutunza mafundisho haya yasidondoke bure. Ni mafundisho ya kimungu kwa vijana, na nimesema ndani ya somo hili kutakuwa na topic mbalimbali. Topic ya kwanza ambayo tunaanza nayo ina kichwa kinachosema kijana wa kanisa. Andika topic ya kwanza. Ukiweza kuandika Kiswahili ni hivyo hivyo tu. Ukiweza topic ya Kiingereza sawa. Nimeona Shezma anaandika mpaka topic no. Yaani topic number akaweka na 1 pale. Kwa kadiri ya vile ambavyo utaweza kuandika tu uandika, lakini ni topic ya kwanza ambayo inasema kijana wa kanisa. Kijana wa kanisa. Somo kuu ni mafundisho ya kimungu kwa vijana. Topic ya kwanza ndani ya somo hili inasema kijana wa kanisa. Kijana wa kanisa. Andika maelezo haya ya kiufafanuzi juu ya neno kijana wa kanisa. Andika, tukizungumza kuhusiana na kijana wa kanisa. Taona sasa faida ya kuwa na daftari na kalamu. Maana tunaandika, kuna vitu vya muhimu, kuna pointi za muhimu ambazo inabidi tuzinoti, tuzitunze ili tukazishikilie vizuri hata wakati wa kurejea kwetu. Hata wakati wa kurejelea kwetu notes iwe ni rahisi kuyapata yale ambayo Mungu amesisitiza sana ndani ya somo. Lazima yale ya msisitizo tuyaandike. Nimesema andika maelezo haya kwamba tukizungumza kuhusiana na kijana wa kanisa, hapa tunamzungumzia kijana ambaye. Tukizungumza kuhusiana na kijana wa kanisa, hapa tunamzungumzia kijana ambaye yupo chini ya malezi ya kimungu. Yupo chini ya malezi ya kimungu ndani ya kanisa. Tukizungumza kuhusiana na kijana wa kanisa, hapa tunamzungumzia kijana ambaye yupo chini ya malezi ya kimungu ndani ya kanisa. Yupo chini ya malezi ya kimungu ndani ya kanisa. Mbadala wa kumzungumzia kijana wa kanisa, tungemzungumzia kijana wa mzee Sebarua. Tungetaka tumzungumzie Gift leo. Tuna Gift Sebarua hapa. Hebu nioshe mkono Gift Sebarua. Tungetaka tukuzungumzie la Gift Sebarua leo, badala ya kuzungumza kijana wa kanisa. Tungesema Gift Sebarua ni kijana wa mzee Sebarua ambaye yupo chini ya malezi
ya Mr. and Mrs. Sebarua ndani ya nyumba ya mzee Sebarua. Kwa hiyo tukimzungumzia naye kijana wa kanisa, tunamzungumzia kijana ambaye anakuwa chini ya malezi ya Mungu na katika himaya inayoitwa kanisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamzungumzia kijana ambaye yupo chini ya malezi ya kimungu. Kulelewa kwake kunasimamiwa na nani? Na Mungu. Katika himaya inayoitwa wapi? Sio mbinguni, kwamba huyo kijana ni yawe amekufa ameenda mbinguni. Katika eneo linaloitwa kanisa, katika mazingira yanayoitwa kanisa, katika mkusanyiko unaoitwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo katika topiki hii ya kwanza ndani ya somo hili lenye kichwa kikuu kinachosema mafundisho ya kimungu kwa vijana, topiki hii inayozungumzia kijana wa kanisa, tutatazama kuhusiana na jinsi ambavyo kijana wa kanisa au kijana wa kimungu anavyopaswa kuwa. Haleluya. Kwa miongoni mwa pointi ya kunoti pia unaweza ukanoti ya kwamba katika topiki hii tutatazama kuhusiana na jinsi ambavyo kijana wa kanisa au kijana wa kimungu anavyopaswa kuwa. Katika topiki hii tutatazama kuhusiana na jinsi ambavyo kijana wa kanisa au kijana wa kimungu anavyopaswa kuwa. Katika topiki hii tutatazama kuhusiana na jinsi ambavyo kijana wa kanisa au kijana wa kimungu anavyopaswa kuwa. Uwe huru tu kwa wale ambao wananoti kwenye simu. Hata mimi kwa kiwango kikubwa sana huwa natumia device. Masomo yangu kwa sehemu kubwa naandikia kwenye laptop. Nafundisha kwa njia ya laptops na simu. Kwa hiyo ukiwa unatumia device kwa ajili ya kunoti, uwe huru tu, maadamu tuwe mwaminifu kwamba uzuie chatting. Unaweza ukawa una noti kaingia message hapo, uwe mwaminifu tu kujikana kwamba usikengeuke ukaenda kwenye chatting. Haleluya. Kwa hiyo sasa tunaelewa ya kwamba tuko kwenye topiki inayozungumzia kijana wa kanisa na tumemwelewa kijana wa kanisa. Haleluya. Nimesema ya kwamba kijana wa kanisa ni kijana ambaye yuko chini ya malezi ya nani? Ya Mungu. Ndani ya nini? Ya kanisa. Na nimesema katika topiki hii tutatazama kuhusiana na jinsi ambavyo kijana wa kanisa au kijana wa kimungu anavyopaswa kuwa. Haleluya. Sasa kwa mujibu wa kitu hiki ambacho nimekwambia kwamba tutazama kuhusiana na jinsi ambavyo kijana wa kanisa au kijana wa kimungu anavyopaswa kuwa, maana yake ni kwamba tofauti na vijana wengine wa kidunia, ingawa na kijana wa kanisa naye yuko wapi? Duniani. Ndio maana nilikwambia nazungumzia akiwa chini ya malezi ya kimungu ndani ya kanisa, sio mbinguni. Kwa hiyo pia tunamzungumzia kijana wa kanisa ili hali yuko katika nini? Katika dunia hii tulio nayo. Lakini kwa mujibu wa topiki hii ni kwamba kuna utofauti mkubwa sana kati ya impasavyo kuwa kijana wa kanisa na vijana wengine wa nini? Wa kidunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama wewe ni kijana wa kanisa, ni lazima sasa ujitazame hapa. Hiki ni kioo ambacho Mungu ametuwekea kwenye hili somo. Tujitazame.
ili kwa pale ambapo tunajiona ya kwamba sisi hatupo hivyo, tutafute namna ya kujitengeneza na kuomba matengenezo ya kimungu, ili tuwe vile ambavyo tunaitwa wakanisa na tunapaswa kuwa kama wakanisa, kwa sababu haipendezi na haifai kukawa kuna kijana wa kanisa na kuna kijana wa kidunia wakawa wanaenenda sawa sawa, wana mifanano sawa sawa, aina zao za maisha ni sawa sawa. Kamwe hiyo haipaswi. Hivi ni kweli kwamba hata malezi ya familia na familia yanatofautiana? Ni kweli? Ndio maana kuna saa tunaambiana au tunaambiwa tuwe na tahadhari wakati wa kuoa, kwa sababu tunaoana tukiwa tumetoka kwenye familia tofauti tofauti, maana yake hata malezi pia tuliolelewa ni tofauti. Kwa hiyo utashangaa kuna mwenzako yeye wa China mikate, unakuja leo unamshindisha nguna asubuhi, nguna mchana, nguna jioni. Tutakimbiana. Sio kwa sababu mume wangu anipendi, ila jinsi ambavyo mume wangu anataka tuishi, hayo maisha mimi siawezi. Kuna watu wamerudi kwao wakawa wanalia video kusema kwamba mama, baba, hicho nilichokikuta huko kwa wewe mwanaume, hayo maisha mimi siawezi. Sio mwanaume simwezi. Mume wangu nampenda sana, lakini kuna maisha ambayo yeye amezoezwa nayo, anayaishi ndani ya ndoa yetu. Mimi hayo maisha huku nyie wazazi hamjanizoeza nayo. Kwa hiyo kama hata familia zinazoishi mtaa mmoja zinaweza zikaendesha watoto wao kwa malezi tofauti tofauti, ndivyo ambavyo haipaswi kijana wa kanisa akawa na maisha yanayofanana na vijana wa kidunia. Shika hilo likusaidie, na mna kalamu na mna notebook na noti mpaka niwaambie kuandika. Haleluya. Maana hizo notebook sasa ni vile ambapo kuna pointi muhimu unaona zinaanguka, unatakiwa usiziache zianguke bure. Haleluya. Kwa kama ambavyo hata malezi ya familia na familia yalivyo tofauti, na ndivyo ambavyo maisha ya kijana anaitwa kijana wa kanisa na maisha ya kijana wa kidunia wa kikawaida lazima tuwe tofauti. Tukijiona tuna mionekano alafu sisi ni wa kanisa tuna mionekano inayofanana na wa kidunia, inabidi tujicheki sana, tujisahihishe kweli. Tushangae ni wapi? Kwa sababu gani? Kijana akiwa katika himaya inayoitwa udunia, yuko chini ya malezi ya wanaoishikilia hiyo dunia na mambo yake na anasa zake. Kijana akiwa kwenye himaya inayoitwa kanisa, yuko chini ya malezi ya Mungu. Sasa mtafananaje wakati hamlelewi na mlezi mmoja? Unaona shida? Ina maana kuna wakati kijana wa kanisa ukionekana una mienendo na mifanano sawa sawa na kijana wa kidunia, maana yake lazima tukuulize kwamba mifanano hiyo na vijana wengine wa kidunia ambao mlezi wao sio mlezi wako umeipataje? Maana yake inawezekana pia kuna malezi ya huyo baba wa duniani huwa unayachukuaga. Haleluya. Inawezekana pia pamoja na kwamba unapokuwa kijana wa kanisa mlezi wako ni Mungu, lakini inawezekana pia kuna wakati unachepuka unayafuata malezi ya baba mwingine wa kidunia. Haleluya. Kwa ninachosisitiza hapa ni kwamba swala la kijana wa kanisa alivyo na vijana wengine wa kidunia walivyo, lazima tutofautiane. Kutofautiana na vijana wa kidunia wakati wewe ni kijana wa kanisa ni jambo la kawaida, sio ajabu. Ajabu ni kufanana. Wakati hamlelewi na baba mmoja, wewe wa kanisa baba yako ni Mungu,
wa kidunia, baba yake ni Shetani mwenye huo ufalme na anasa zake. Tunafananaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimesema wale ambao wamekuja kwa kuchelewa, poleni kidogo. Tuko mbele kweli kweli. Tangu tumeanza tuko mbele kweli kweli tangu tumeanza, lakini katika kipindi cha mafundisho ya neno la Mungu na somo ambalo tumekuwa nalo tumelitambulisha hapa, lina kichwa kinachosema mafundisho ya kimungu kwa vijana, na tumeanza topiki ya kwanza. Manake ni somo ambalo ndani yake lina topiki mbalimbali, na topiki ya kwanza tumeanza nayo inasema kijana wa kanisa. Tumeangalia tafsiri ya kijana wa kanisa ilivyo, na nikatoa maneno ya utangulizi hayo ambayo ndio mmekuta hapo, kuhusiana na jinsi ambavyo kijana wa kanisa na kijana mwingine wa kidunia wanavyopaswa kuonekana tofauti kwa kadiri ya utofauti wa malezi yao yalivyo. Na msisitizo ulio mkubwa katika topiki hii ya kijana wa kanisa ni kwamba kwenye topiki hii tutatazama jinsi ambavyo kijana wa kanisa au kijana wa kimungu anavyopaswa kuwa. Katika topiki ya kijana wa kanisa tutatazama kuhusiana na jinsi ambavyo kijana wa kanisa au kijana wa kimungu anavyopaswa kuwa. Nataka niweke jambo la kwanza hapo. Jambo la kwanza. Andika namba 1. Tofauti ya vijana wengine wa kidunia. Kijana wa kanisa anapaswa kuwa mwana maombi au muombaji mkubwa sana. Namba 1. Kama ambavyo nilivyosema kwamba katika topiki hii ya kijana wa kanisa tutatazama kuhusiana na jinsi ambavyo kijana wa kanisa au kijana wa kimungu anavyopaswa kuwa. Na namba 1 ya jinsi kijana wa kanisa anavyopaswa kuwa, namba 1 inasema tofauti na vijana wengine wa kidunia. Namba 1 inasema tofauti na vijana wengine wa kidunia. Tofauti na vijana wengine wa kidunia. Kijana wa kanisa anapaswa kuwa mwana maombi au muombaji mkubwa sana. Tofauti na vijana wengine wa kidunia, kijana wa kanisa anapaswa kuwa mwana maombi au muombaji si wa daraja la chini au la kati, muombaji mkubwa sana. Ili hata kama kuna watu wanaitwa wana maombi au kujiita wana maombi, uelewe kwamba wewe uliye kijana wa kanisa, wana maombi wako unapaswa kuwa wa kiwango gani. Nimesema kijana wa kanisa anapaswa kuwa mwana maombi au muombaji mkubwa sana. Andika, kwa nini inakupasa kijana wa kanisa au kijana wa kimungu? Kwa nini inakupasa kijana wa kanisa au kijana wa kimungu kuwa mwana maombi au muombaji mkubwa sana? Kwa nini inakupasa kijana wa kanisa au kijana wa kimungu kuwa mwana maombi au muombaji mkubwa sana? Kwa nini inakupasa kijana wa kanisa kuwa mwana maombi au muombaji mkubwa sana? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini inakupasa kijana wa kanisa au kijana wa kimungu kuwa mwana maombi au muombaji mkubwa sana? Kwa nini inakupasa kijana wa kanisa au kijana wa kimungu kuwa mwana maombi au muombaji mkubwa sana?
Inakupasa kijana wa kanisa au kijana wa kimungu kuwa mwana maombi au mwombaji mkubwa sana. Inakupasa kijana wa kanisa au kijana wa kimungu kuwa mwana maombi au mwombaji mkubwa sana, kwa sababu ukiwa umepitwa tu unaweza ukasema kwamba mwalimu, samahani, naomba hapo urejelee tena hiyo sentensi au hiyo pointi. Uwe huru tu ili kusudi usiachwe. Tumeona jambo la kwanza kwamba kijana wa kanisa au kijana wa kimungu anapaswa kuwa mwana maombi au mwombaji mkubwa sana, na ndani yake tuna swali hapa ambalo linasema kwa nini inakupasa kijana wa kanisa au kijana wa kimungu kuwa mwana maombi au mwombaji mkubwa sana, na majibu ni kama ifuatavyo. Jibu A linasema inakupasa kijana wa kanisa au kijana wa kimungu kuwa mwana maombi au mwombaji mkubwa sana kwa sababu mfumo wa kimungu huwa unatutaka watu wake. Sasa tukumbuke, tulisema tukimzungumzia kijana wa kanisa tunamzungumzia kijana ambaye yuko chini ya malezi ya Mungu. Kwenye sababu hizi za kwa nini kijana wa kanisa awe mwana maombi, tunakutana na kitu kinachosema kwa sababu mfumo wa kimungu unatutaka watu wake, kwamba kwa yoyote ambaye yuko chini ya miliki ya Mungu, mfumo wa kimungu unamtaka hivi. Mfumo wa kimungu huwa unatutaka watu wake tuwe wana maombi au tuombe. Mfumo wa kimungu huwa unatutaka watu wake tuwe wana maombi au tuombe, ndipo tupate kupokea. Nota. Mfumo wa kimungu huwa unatutaka watu wake. Mfumo wa kimungu huwa unatutaka watu wake tuwe waombaji au tuombe, ndipo tupate kupokea. Bwana Yesu asiwe sana. Uthibitisho wa kwanza juu ya mfumo wa kimungu kututaka watu wake tuwe waombaji au tuombe ndipo tupate kupokea. Andika Mathayo 7:7 hadi 8a. Injili ya Mathayo sura ya 7 mstari wa 7 hadi wa 8, sehemu A ya huo mstari wa 8. Huo ni uthibitisho wa kwanza unaoonyesha jinsi ambavyo mfumo wa kimungu unavyotutaka watu wake tuwe waombaji au tuombe ndipo tupate kupokea. Mathayo sura ya 7 mstari wa 7 hadi wa 8 A. Mathayo 7 mstari wa 7 mpaka wa 8 A. Hapa alikuwa ni Yesu ambaye ni mwana wa Mungu, anasikika akisema hivi: ombeni nanyi mtapewa, ombeni nanyi mtapewa. Akaendelea kule mbele, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Mstari wa 8 sehemu A akasema, kwa maana kila aombaye hupokea. Mimi nimetaka sana uzingatie
mstari ule wa 7a ukisema ombeni nanyi mtapewa. Alafu ule mstari wa 8a uone maneno yanayosema kwa maana kila aombaye atafanyaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ombeni nanyi na kwa maana kila aombaye ufanyaje? Hupokea. Kwa hiyo utaona ya kwamba tunapokuwa tuwana wa Mungu kwa marika yoyote yale, kuanzia sisi tulio vijana hapa ambaye semina hii imetuhusu sana, tukiwa tu vijana wa kanisa, utaona mfumo wa kimungu unatutaka tulio watu wake kwamba kupokea kwetu kutengenezwe kwenye kitu kinachoitwa kufanyaje kaka? Kuomba. Asante. Kwa tutakutana na kijana ambaye hana na ataishi akiwa hana na atakufa akiwa hana. Hata kama ni kijana wa kanisa, inawezekana akaenda na mwendo wa hana, kwa sababu hafanyaje kaka? Haombi. Mara mwema. Kwa hiyo sio ajabu tukawa tu vijana wa kanisa tusio nacho, ikiwa hatufanyaje? Kumbuka tunatazama jinsi kijana wa kanisa anavyopaswa kuwa. Tumeona ya kwamba mojawapo ya pitch ambayo kijana wa kanisa anapaswa kuwa muombaji. Tena nikasema mkubwa sana. Nikaelezea sababu hapo. Tuko sababu ya kwanza hapo. Kwa nini kijana wa kanisa awe muombaji? Tumekutana na picha ya namna hii kwamba mfumo wa kimungu unatutaka watu wake tupokee kwa njia ya kuomba. Kwa hiyo umuhimu wa kijana kuwa mwana maombi ni kwamba maombi ndiyo yatakayofanya uwe mpokeaji au mtendewaji. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo vijana tutakutana na kutendewa hata kama twataka. Hatuna namna ambavyo tutakutana na kujibiwa hata kama twataka, ikiwa hatufanyaje? Hatuombi. Kwa hiyo maombi kwa kijana wa kanisa ni lazima, sio kwa sababu imelazimishwa, bali kwa sababu mfumo wa kupokea kwetu mbele za Mungu unatutaka tuombe. Haleluya. Kithibitisho cha pili kinachoonesha mfumo wa kimungu unavyotutaka tuombe ndipo tupokee. Kithibitisho cha pili, cha kwanza shika ni ile Mathayo 7:7 hadi 8. Kama tulivyosoma. Lakini kithibitisho cha pili, ngoja nikuoneshe kitabu cha Wafalme wa kwanza. Kitabu cha Wafalme wa kwanza. Ile Mathayo ilikuwa ni katika Injili. Ni katika Agano Jipya. Twende huko nyuma tuone Agano la Kale. Inawezekana ukasema labda huu mfumo umeanza juzi, wakati Yesu akiwa amedhihirishwa. Hapana. Ni mfumo ambao ulikuwepo tangu Mungu alipoitwa mwanzo wa yote na muumbaji wa yote. Haleluya. Kile kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5 kinaendelea kutupa udhibitisho kuhusiana na mfumo wa kimungu, kututaka tuwe waombaji au kututaka tuombe ndipo tupate kupokea. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5. Biblia inatuambia hivi, na huko Gibeoni, wewe hata kama upajui na hujawahi kwenda, hata mimi sijawahi kwenda, lakini tushike tu, kuna mahali palikuwa panaitwa wapi? Gibeoni. Sawa? Na huko Gibeoni Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Biblia inasema Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Nimetaka ushike haya maneno ambayo Mungu anasikika akizungumza na kijana anaitwa Sulemani
katika kipindi ambacho kijana huyu ameingia kwenye enzi ya utawala wa kiti cha kifalme katika taifa la Israeli, taifa teule la Mungu, utaona Mungu anamtokea miongoni mwa mazungumzo hapa ambayo Mungu anazungumza na Suleimani. Kuna mahali Mungu ananukuliwa akimwambia Suleimani, omba utakalo. Haleluya. Sasa usije ukasahau ya kwamba Mungu ni roho. Tabia ya Mungu kuwa roho maana yake ni kwamba anaweza akachunguza na akatambua yote yaliyo ya gizani, yaliyo waziwazi. Hakuna jambo ambalo Mungu anaweza akashindwa kulitambua au kulijua. Lakini ili kuthibitisha ya kwamba mfumo wa kimungu kwa watu wake unataka wapokee kwa njia ya maombi, utaona Mungu anamwambia Suleimani ya kwamba ingawa na kujua kuanzia ulivyo huku nje mpaka huko ndani, kiasi cha kwamba hakuna jambo lolote la sirini ambalo wewe kama mwanangu naweza ukanificha. Lakini utaona Mungu anamtokea, anamwambia aombe, ndipo afanyaje? Ampe. Kwa jinsi ambavyo Mungu anatambua watu wake, angeweza tu kumpatia Suleimani kwa kadiri ya haja ya moyo wa nani? Wa Suleimani. Lakini utaona umuhimu wa maombi kwa mtu aliye wa Mungu, jinsi ulivyo mkubwa, kwamba kuna wakati hata Mungu anaona ya kwamba una uhitaji, lakini anasubiria kitu kinachoitwa maombi kutoka kwa mhitaji. Sio kwa sababu Mungu anataka tu uteseke kuomba, hapana, bali ndivyo mambo ya mifumo. Mnaoenda kliniki sasa hivi mnanielewa. Kuna wakati mnaganishwa, mnacheleweshwa, mnaambiwa leo mfumo unafanyaje? Unasumbua. Itakulazimu ugande tu. Kwa sababu gani? Ndio mambo ya nini? Ya mfumo hayo. Na hakuna namna kusema ya kwamba tutaendelea kubaki pale pale nyuma kwenye teknolojia ya nyuma. Nyakati zinaondoka bwana, lazima tuishi kimifumo hivyo. Lazima tuishi hivyo sasa kidigitali. Hakuna namna. Kwa hiyo ni lazima tukubaliane na mifumo kama tunavyokubaliana na mifumo ya dunia hii, taratibu za ulimwengu huu. Mpaka wakati mwingine kuna mambo tunacheleweshwa kwa sababu mfumo unasubiriwa usome. Ndivyo ambavyo lazima tunapokuwa vijana wa kimungu ndani ya kanisa, lazima tukubaliane na mifumo ya Mungu ambaye tumekubali tukae chini ya malezi yake. Mojawapo ya kukubaliana na mfumo, lazima kijana ulipuke kimaombi. Lazima ulipuke kimaombi. Kwa sababu gani? Mfumo wa Mungu unasema kupokea kwako kunazaliwa kwenye kiwanda kinachoitwa maombi, maombi, maombi industries. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana hapo? Twende sasa namna nyingine ambayo kijana anapaswa Twende sasa kuona sababu nyingine kwa nini kijana awe mwana maombi. Tumeangalia kwamba ni mfumo wa kimungu huwa unataka watu wake tuwe waombaji, tuombe ndipo tupate kupokea. Twende sababu ya B. Kwa nini wewe kama kijana wa kanisa, kijana wa kimungu, uwe muombaji au uwe mwana maombi mkubwa sana? Kwa nini nakupasa uwe mwana maombi? Kwa nini? B. Inakupasa kijana wa kanisa. B. Inakupasa kijana wa kanisa au kijana wa kimungu B. Inakupasa kijana wa kanisa au kijana wa kimungu kuwa mwana maombi au muombaji mkubwa sana. Inakupasa kijana wa kanisa au kijana wa kimungu kuwa mwana maombi au kuwa muombaji mkubwa sana.
kwa sababu kuna wakati hii ninalitamka kwa kucheka sana, maana tamu. Kwa sababu kuna wakati ni maombi yako binafsi wewe kama kijana. Kwa sababu kuna wakati ni maombi yako binafsi wewe kama kijana ndiyo yatakayosikilizwa na Mungu. Kuna wakati ni maombi yako binafsi wewe kama kijana ndiyo yatakayosikilizwa na Mungu kulikoni maombi ya mtu mwingine. Kulikoni maombi ya mtu mwingine awaye yote yule anayekuombea wewe kijana. Nukta. Kulikoni maombi ya mtu mwingine awaye yote yule anayekuombea wewe kijana. Narudia kwa ujumla. Ni sababu bii hii inayoendelea kutuonesha kwamba ni kwa nini inakupasa kijana wa kanisa au kijana wa kimungu uwe mwana maombi au uwe muombaji. Ni sababu bii inasema inakupasa kijana wa kanisa au kijana wa kimungu kuwa mwana maombi au muombaji mkubwa sana, kwa sababu kuna wakati ni maombi yako binafsi wewe kama kijana ndiyo yatakayosikilizwa na Mungu kulikoni maombi ya mtu mwingine awaye yote yule anayekuombea wewe kijana. Huku Usambani watu wakiwa wana msiba wanasema ni vema sana, ili msiba wako upate waombolezaji na waombolezaji wawe na wao pia wameguswa. Ni vema sana wewe mwenye kufiwa jicho lionekane likiwa kama nini dada? Hiyo nimeipenda zaidi hiyo, maana ya leo anasema kama nyanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tafsiri hiyo ni kwamba, au ufafanuzi wa jambo hilo ni kwamba kuna wakati usione ajabu msiba wako ukakosa waombolezaji ambao wanaguswa sana na huo msiba, kwa sababu wewe mwenyewe kama mfiwa usipoonyesha kuomboleza kwa kiwango cha juu, sio ajabu wengine wakawa hawaujaji. Endapo kama wewe mwenye nalo hutafanyaje, jicho halitakuunguika. Bwana Yesu asifiwe. Nimetoa mfano nikifanisha na hii picha ambayo inasema kijana wa kanisa au kijana wa kimungu inampasa awe muombaji mkubwa sana, kwa sababu kuna wakati ni maombi yake binafsi yeye kama kijana ndiyo yatakayosikilizwa na Mungu kulikoni maombi ya mtu yeyote yule ambaye atamuombea huyu kijana. Maana yake ni kwamba kuna saa ni sisi wenyewe ndiyo inabidi tuwe na vilio vikubwa juu ya mambo yetu kulikoni hata kutumaini kwamba kuna watu wanaweza wakasimama kutubeba. Haleluya. Kabla haujasubiri wa kukubeba kimungu, ni kwamba lazima uonekane ya kwamba umejiinua kutaka hata ujibebe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo naweza ukapitia kama kijana.
Kuna mambo unaweza ukapitia kama kijana, na kweli kuna watu wakawa wanakutazama juu ya yale mambo ambayo unayapitia. Kuna watu watashikwa na mzigo mkubwa sana wa kusema ya kwamba kwa kupitia yale ambayo unayapitia waingie kwenye maombi wa kuombee. Lakini mbele za Mungu kwa kadiri ya utaratibu wa kimungu ni kwamba kuna wakati ni maombi yako ndio yatakayosikilizwa, wewe kama wewe mwenye lako kama kijana, kulikoni ya wale wengine ambao wanakubeba kimaombi. Kwa hiyo utaona kwa picha hii kwamba tunapokuwa tu vijana wa kanisa, tu vijana wa kimungu, hatupaswi kamwe kudebweleka katika swala la kimaombi. Kwa sababu gani? Tunaweza tukawa tunaombewa, lakini bado Mungu asitoshe kuyakubali yale maombi ambayo tunaombewa, akasubiri maombi ya nani? Ya wewe mwenye lako, kama kijana mwenye lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuliangalia jambo hili kibiblia lilivyokaa. Limekaa la moto sana, limekaa la ajabu kweli. Tutasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 21. Mwanzo 21. Tutasoma kwa mafungu. Fungu la kwanza tutasoma mstari wa kwanza hadi wa 3. Alafu fungu la mwisho la pili tutasoma mstari wa 9 hadi mstari wa 20. Mwanzo sura ya 21 mstari wa kwanza hadi wa 3, alafu mstari wa 9 hadi wa 20. Mwanzo 21 1 hadi 3, alafu 9 hadi 20. Ule mstari wa kwanza hadi wa 3, Biblia inasema hivi: Bwana akamjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Utaona hapa kuna maombi ya mwanamke aitwaye Sara yamejibiwa hapa. Kuna ahadi ambazo Mungu aliwahi kuzinena juu ya Sara, leo amezitimiza. Biblia inasema ya kwamba Bwana alimjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia Sara kama alivyosema. Mstari wa pili, Sara akapata mimba. Yanaonyeshwa sasa hayo maombi yenyewe, inaonyeshwa hiyo ahadi iliyotimia ni ya ujauzito, kwamba Sara akapata mimba. Wengi wanajua jinsi ambavyo Sara na Ibrahimu habari zao zilivyokuwa, walivyoenda na umri mwingi sana, ukongwe, pasipo kupata mtoto. Lakini Biblia inazungumza hapa ya kwamba ilikuwa ni wakati wa Sara kujibiwa na Mungu katika lile jambo ambalo lilikuwa limemtesa sana la kuto kupata mtoto. Kwa hiyo Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake, kwa muhula aliyoambiwa na Mungu. Mstari wa 3 unasema Ibrahimu akamuita jina lake Isaka. Yupi? Yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzalia. Haleluya. Wakati hii picha ikiwa inachorwa hapo kwenye huu mstari wa kwanza hadi wa 3, tukumbuke ya kwamba tayari kuna kosa lilikwisha kufanyika la Ibrahimu kushauriwa na huyu mkewe Sara kwamba azae na mfanyakazi, leo tungesema mfanyakazi wa ndani, ambaye walikuwa naye hapo nyumbani. Wakati Sara alipoona ya kwamba ile ahadi ya Mungu kumpatia mtoto inachelewa, akamshauri mumewe kwamba ni afadhali ukamtumia mfanyakazi wetu, ili mradi tu kwamba hapa ndani mwetu kuwe kumezaliwa katoto. Kwamba Sara akafika mahali akaona kiu yangu mimi ni bora tu mtoto, bila kujali atazaliwa na tumbo la nani. Kwa hiyo akamwambia mume wake amwingilie mfanyakazi ili azae naye pale ndani, wapate mtoto kwa tumbo la mjakazi wa ndani. Tunaenda sawa sawa? Kwa tayari hapo kulikuwepo kuna mtoto ambaye Ibrahimu amemzaa na mfanyakazi aitwaye Hajiri. Mtoto huyo akawa anaitwa kwa jina la Ishmaeli. Wakati Ishmaeli amepanda kutoka kwenye utoto, yuko amepevuka sasa katika umri wa ujana, Biblia inaonyesha ya kwamba picha inakuja huku, Mungu anamkumbuka Sara ili idhihirishe kwamba ahadi zake sio za uongo. Mungu anamkumbuka Sara
kwa kupitia tumbo la Sara lililokuwa libebi mtoto. Leo hii tumbo la Sara limebeba mtoto, na muda umeenda wa kulea mimba, na hatimaye Sara ameweza kujifungua salama, na Sara naye amejifungua mtoto wa kiume. Biblia inasema ya kwamba Ibrahimu akamuita huyo mtoto kwa jina la Isaka. Tunaenda sawa sawa? Amen. Sasa angalia, wakati huu Sara akiwa amepata mtoto aliyemzaa kwa tumbo lake, anacheza kete gani kuhusiana na yule mtoto ambaye alimshauri mumewe azae na mfanyakazi? Sara anacheza kete gani? Na unaona ya kwamba ilikuwa ni mapenzi ya Sara wala hayakuwa ya Ibrahimu. Biblia ilituambia hata kwamba Ibrahimu alikuwaga akimwangalia yule Hajiri anammezea mate kwamba si nizae naye. Baba wa watu hata akili zake hazijawa huko, hajawa hata amelalia huko, lakini mama mwenyewe ndio akamkengeusha baba kwamba ingia kwa mfanyakazi, ingalau tupate katoto kwa kupitia tumbo la mfanyakazi. Leo sasa Sara amezaa wa kwake, Mungu amemjalia, amempata mtoto. Sio tena wakusema ya kwamba mwana katoto ketu kako nyumbani, lesi kamfanya kazi maana nika kwetu. Leo amepata kakwake halisi. Haleluya. Anakachukuliaje kale ka kijana sasa? Maana saizi ni kijana, amekuwa ameanza kupevuka, yule mtoto ambaye alizaliwa na Hajiri. Biblia inasema kwenye mstari wa 9 mpaka ule wa 20 mambo yalivyokuwa wakati Sara alipokuwa amepata mtoto wa kumzaa mwenyewe kwa tumbo lake. Habari za kule kwa kijana yule ambaye alizaliwa na mfanyakazi, mambo yapoje? 9, Sara akamwona yule mwana wa Hajiri Misri ambaye alimzalia Ibrahimu anafanya dhihaka. Haleluya. Leo utaona yule kijana ambaye Sara alionyesha kumpenda sana, akisema ya kwamba ni mtoto wetu kwa sababu amezaliwa kwanza na mume wangu, na pili amezaliwa nyumbani mwetu, kwa hiyo simbagui mimi, hata kuzaa kwao ni mimi ndio niliwashauri, kwa hiyo huyu ni wa kwangu tu Bwana, siwezi kumwacha huyu. Leo kwa sababu ana alichopata cha kwake yeye kama yeye, unaona Biblia inatuambia ya kwamba Sara akamuona yule kijana anafanya mambo ya dhihaka. Inawezekana hata mwanzo huyu kijana kuna mambo alikuwaga anayafanya, lakini kwa sababu Sara hana mtoto hapo, Sara asemi kwamba kijana, umefanya jambo la ubovu, umefanya jambo baya, hili jambo limenikasirisha. Sara anasema ni mtoto tu mwaya, kwani akinyea mkono utakatwa, ni mtoto tu, mwacheni. Leo ana mtoto wa kwake wa kumzaa mwenyewe. Unaona, anaanza kuona ya kwamba huyu kijana kana kwamba mambo anayoyafanya si mambo mema, sio mazuri. Wanadamu huyo, mwambie mwenzako ndio mambo ya wanadamu. Na wakati kuna nyimbo nilishawahi kusikia mpaka wanasema wanadama. Na wakati mpaka wanaitwa wanadama. Ndio ya wanadama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Saizi kapata sasa. Kuna namna yule kijana anamtazama kwa jicho la namna hivi. Mstari wa 10 unasema, kwa hiyo Sara anaendelea kumwaga wino. Aliumwaga. Kwa hiyo Sara akamwambia Ibrahimu, mfukuze. Angalia, mfukuze nani? Mjakazi huyu na mwanae. Akaelezea mpaka sababu, asema maana mwana wa mjakazi. Leo anamuita mwana wa nani? Inawezekana wakati hajazaa yule Isaka alikuwa anasema mpaka kama mwanangu mkarete unajaribu njoo mwaya mwambie toka huko, niache hebu msukuma, mwambie toka huko. Leo amekakumbatia, lakini kesho kutwa amempata wa kwake, mpaka hata anavyomuita yule mtoto hamuiti tena njoo toto baby toto. Leo anasema mwana wa mjakazi. Umeona mambo yalivyo ya wanadamu. Haleluya.
mpaka na jina anamuita baya, jina la kuumiza. Anasema mfukuze. Anamwambia mwanaume, mfukuze huyu mwanamke pamoja hata na huyu mtoto aliyemzaa. Kwa nini? Anaelezea, anasema kwa sababu huyu mwana wa mjakazi hata rithi pamoja na mwanangu Isaka. Leo hii tunasemaga kula sahani moja ni sawasawa, na anasema kwamba hapana, sifurahishwi nikiona kwamba wamekaa na mwanangu, eti huyu mtoto wa nje amekaa na huyu mwanangu, eti wanashare sahani moja, eti wanaitwa kwamba hawa wanastahili kurithi mali ya baba mmoja. Hapana, hizi ni za mwanangu Isaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mambo yakawa hivyo, yakawa ya moto sana kwa kijana anaitwa nani? Kijana anaitwa Ishmaeli. Tayari hapo kuna roho ya kukataliwa ikawa imeingia kwa huyu kijana. Anatakiwa kufurumushwa kuanzia mama yake mpaka na yeye mwenyewe katika ule ujana wake. Kwa nini? Hatakiwi tena. Leo hii imekumbukwa kuwa ni kijana wa mfanyakazi wa ndani. Ni toka. Watajua wanaenda wapi, shauri lao. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 11 unasema, na neno hilo lilikuwa baya sana machoni pa Ibrahimu. Ibrahimu akajisikia vibaya sana juu ya lile jambo ambalo Sara amelizungumza. Mstari wa 12 unasema, Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako. Kila akuambialo Sara, sikiliza sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa, naye mwana wa mjakazi nitamfanya kuwa taifa, maana huyu naye ni uzao wako. Unajua wakati Ibrahimu anafikiria kwamba hivi nafanyaje haya maamuzi, mbona jambo tata sana, kutani kamesha kwa mwanangu, tena wakati ule ambao hatuna mtoto na mke wangu hapa, tayari huyu ndio aliyokuwa mtoto hapa, kiasi cha kwamba hata kuna mali kweli tayari mimi nilishaona ya kwamba ni halali yake yeye kuwa nazo. Kuna miradi tayari mimi nilishaanza kumsainisha, kumwandikisha, tayari nilishaanza kumweka ya kwamba ni sehemu ya watu wanaostahili mgao wa mali zangu. Leo ananiambia nimfukuze. Inakuaje? Wanaenda wapi hawa? Kwa sababu siku zote tumekaa nao hapa, hawana hata kusema kwamba tuna kakioski tunajishughulisha nako. Wanaenda anzaje maisha? Unajua mtu mwenye utu ndani yake anayafikiriaga mambo mara mbili. Haleluya. Hakurupuki kimaamuzi. Na yeye pia Ibrahimu alilikalia hili jambo chini, akaliwaza mara mbili. Akaona ni gumu sana kuchukua hatua ya kumfukuza yule kijana pamoja na yule mama yake. Wakati Ibrahimu anaona yale mambo ni magumu, Mungu naye akamtokea, akapiga panapouma. Leo mnasema kapiga kwenye mshono. Pale penye mshono ndipo ambapo Mungu kapagongelea. Mungu anasemaje? Mungu anamwambia Ibrahimu hivi, halo, alilokuambia Sara, sione shida bwana kulichukulia hatua, lifanye. Ni kama Mungu anamwambiaje? Si unakumbuka mwanzo alipokuambia ukazae naye huyu, uliona sawa, sikuzaa. Kwa hiyo saizi mwendo ni ule kama ulivyomsikiliza alivyokushauri uzae naye. Saizi endelea kumsikiliza kwa habari ya ushauri anaokupa wa kumfukuza huyo mtoto pamoja na mama yake. Lakini Mungu alichozungumza akasemaje? Akasema hivi, kiukweli Isaka mimi ndio nimemweka kwamba ndio atakuwa mwana wako wa urithi kiahadi, kiagano. Lakini huyu ambaye na yeye pia ni damu yako sitamwacha. Nitamfanya kuwa taifa. Maana yake kukuzwa kwake huyu kijana kunawekewa hapa ahadi ya kwamba atakuzwa kiasi cha kwamba atakuwa na wingi kama vile ukubwa wa taifa. Kwa hiyo na mwenyewe naye mbele za Mungu huyu kijana hakuwa mdogo. Mpango wa Mungu juu ya huyu kijana haukuwa mdogo. Shikilia hili kwamba Mungu alikuwa anamwazia mambo makubwa huyu kijana. Licha ya kwamba kuzaliwa kwake kumekuwa hivyo kimasongo mbingo mpaka leo anakataliwa, lakini bado uyaangalie mapenzi ya Mungu yalivyokuwa mema kwa huyu nani? Kwa huyu kijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa huyu kijana. Biblia inaendelea kusema kwenye mstari wa 14, Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema,
akatoa mkate na kiriba cha maji, akampa Hajiri mama yule kijana, akamtwika begani pake, na kijana akamruhusu, naye akatoka akapotea katika jangwa la Beersheba. Kwa hiyo Ibrahimu akaamua kuchukua hatua. Siku moja ni asubuhi, ameamka akaamua kuwafungashia. Ni vile ambavyo mnawafungashia watoto wenu wakiwa wanaenda mashuleni, wakiwa wanaenda sijui vioni, wakiwa wanaenda sijui wapi, wanaenda kuanza maisha, mnawafungashia kwa mwanangu, chukua hata nani Arusha na pajua na kasikia pana baridi, chukua hata hii blanketi langu ambalo mimi nilikuwa nalitumia mwanangu. Mama bwana, wewe na wewe blanketi hilo lako siku zote. Chukua baba, chukua. Fungasho la Ibrahimu lilikuwa ni lipi kwa huyu mama pamoja na huyu kijana wake? Fungasho la Ibrahimu, Biblia inasema ya kwamba akamwekea sehemu ya maji ya kunywa, kwamba akajua safari yao kuna wakati atasikia kiu, lakini pia Biblia inasema ya kwamba akatwaa na mkate. Haleluya. Kwa kukawa kuna kula, kuna kunywa, kuna kula na kuna kufanyaje? Na kunywa. Akawaaga kwamba waende. Biblia inasema kwenye mstari wa 15, yale maji yakaisha katika kiriba. Haleluya. Vile ambavyo kijana alifungashiwa kwamba vitamstiri njiani, vikaonekana kuisha, na bado hajafika huko ambako waliona waende. Wako njiani. Biblia inasema ni katika jangwa kubwa sana linaloitwa Beersheba. Wamekwama hapo, maji yameisha katika kiriba. Biblia inasema ya kwamba yule mama yake akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja. Kwa sehemu kubwa sana Biblia ikiwa inasema neno kijiti, huwa tafsiri yake ni kichaka. Haleluya. Kwa wale ambao wana Biblia ambazo zina translate lugha, ukiwa unasoma hiyo ya Kiswahili kwenye neno kijiti, ukiwa umetranslate uangalia Kiingereza inasemaje, utaona ya Kiingereza inazungumzia kichaka. Wale wasomaji wa Biblia wanajua kuna habari Musa ya Musa inasema alifika mahali akakuta, Biblia inasema kijiti kinawaka moto lakini hakiishi, hakiteketei. Lakini kiwalisia ilikuwa ni kichaka kinawaka moto mkali, lakini unaona kile kichaka wala hakiishi, hakiteketei. Kwa hiyo hata hapa Biblia inaposema ya kwamba mama alipoona mtoto ameishiwa nguvu, maana anahitaji maji, alafu mahali hapo ni pakame kama nini, ni katika jangwa kubwa linaloitwa Beersheba, na mama amepambana sana kutafuta namna ya kumnusuru kijana. Kijana imeshindikana kupata maji hapo mahali, hali ya kijana inaonekana kuwa ni mbaya. Biblia inasema ya kwamba mama sasa akaenda akamweka yule kijana katika kichaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mstari wa 16, Biblia inaendelea kumwelezea mama huyu kijana kwamba akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadiri ya mtupo wa mshale, maana alisema nisimuone kijana akifa. Naye akakaa akimkabili, akapaza sauti yake, akalia. Jamani, muda wote tunamzungumziwa mama wa kijana, mahaba yake, upendo wake, jinsi ulivyokuwa mkubwa kwa mwanae. Hivi uchungu wa mwana anaujua nani? Mzazi kiaje sasa? Sio bwana, mwasema mzazi sio wazazi. Yaani mko serious na hilo neno mzazi au mimi naelewa vibaya? Mmeamua mseme sasa vizuri, mnyoosha. Anaujua mama. Wa baba hawajui. Wa kiume mnasemaje vijana mlioko hapa? Uchungu wa mtoto nyinyi hamujui kweli? Wengine hamujui, wengine mnaujua. Kwani neno uchungu wa mwana ujuae mzazi unamaanisha uchungu gani? Inawezekana hapa kuna mkanganyiko, kwa sababu pia aina ya uchungu ambao sasa tunautafsiri kwamba ni upi. Nyewe wa mama mnaojisifu nao kwamba mnaujua nyie tu, nyie mnamaanisha uchungu gani?
Ule waleba. Leo sasa ndo nawaelewa. Si huko ni faida sasa ya kuwa na madarasa ya namna hii. Kumbe mnamaanishaga waleba. Haya, ngoja niwarudie wa jamaa. Hasa wengine wabishi kweli. Haya, vijana miamba hapa. Waleba. Mwaujua? Hapo mmekubali. Sawa. Sawa hata mimi pia ndio hicho. Huyo rafiki yangu yeye kugonga kwanza. Ndio sawa hivi. Kwa malezi swala uchungu ndio wote bwana. Tawa wengine jua la tugonga sana sasa. Kwa unasikia tu pole mume wangu pole. Unaona hata pole ndani ya nyumba huwa zinapewa sana baba. Ili ujue kwamba jua linamgonga sana yeye. Kwa hiyo sasa tulikuwa hatuelewi hivyo ndani wa huo uchungu. Kumbe ni uchungu wa ule muda wa kuzaa. Sio uchungu wa malezi ya kipindi kizima cha namna ambavyo tunamlea huyo mtoto tangu alipozaliwa. Kwa hiyo sasa kama ilivyo kwamba huo uchungu wa uzazi anaujua mama, na huyo mama akaonekana sasa akiwa anakumbuka uchungu aliopata akiwa amemzaa huyo mtoto. Utaona alifika mahali alizamia kwamba mtoto anusulike kwenye lile jangwa. Kijana wake anusulike juu ya hali aliyokuwa anaipitia. Alitamani kuona neema ya Mungu inafika pale inamsaidia yule kijana wake, inamtoa kwenye ile hatari. Lakini utaona kwa muda mrefu sana yule kijana akaendelea kupondeka, mambo yakaendelea kuwa magumu pale. Akiwa pale kwenye kile kichaka, Biblia inasema kwamba mama yake akafika mahali mara baada ya kuomba sana, kuhitaji sana neema ya Mungu ishuke pale na haoni. Akafika mahali sasa mama yake akabadilisha maombi. Nayo ni maombi lakini akabadilisha. Saizi akaombaje? Saizi akawa anaomba kwamba sasa Mungu chukue tu salama, apunzike kwa kweli, muangalie pepo ili aje mahali pema peponi apunzike kwa amani. Na hilo likiwa linaendelea, mimi kwa kweli kwa ule uchungu sitaki nimuone huyu kijana akiwa anakata hiyo roho. Mama akaenda mbali sana na kijana. Biblia inasema kiasi ambacho ni kama umbali wa kutupa mshale. Itategemeana na nguvu zako zilivyo sasa kwenye kuvuta huo mshale. Lakini usituambie kwamba utavuta mshale udondokea hapo chini. Wewe utakuwa sio mvuta mshale wewe. Kwa kadiri ya uwezo wa uvuta mshale, umbali wa mshale kiwa umevutwa, takapotokea mpaka utakapofikia, ndio umbali ambao mama alikaa na huyu kijana, akiwa hataki kuona namna ambavyo kijana wake akiwa anakata roho kwa sababu ya ile hali ngumu ambayo anaipitia kijana pale jangwani, na maji yamewaishia, hawana hata maji ya kunywa. Kijana anapitia hali ngumu ambayo kiu imemkabili pale, ni kwamba inapicha na dalili ya kwamba kiu inamuua. Wakati amekaa na maombi hayo mama ya kumwombea kijana ni kama abebwe salama, Mungu amchukue salama, akiwa anatarajia kuona habari ya kijana ndio inaishia pale kwenye jangwa. Huyu ni sawa sawa na mama ambaye amefika mahali akamwombea kijana wake maombi ya kila namna, akabadili kila aina ya gia, kuangalia ya kwamba labda gia hii imekataa, nikiweka gia hii mambo yataenda. Anaona kijana huyu mambo hayamwendei. Kuna wakati si wa mama mpo hapa na wa baba mpo. Kuna wakati unaweza ukaona unamwombea kijana, na kwa kadiri ya vile unavyomwombea unaona kama ndio unaharibu. Kila unapotarajia usikilize matokeo mazuri ya yale maombi ambayo unamwombea, kwamba kijana mambo yawe mazuri kwake, unashangaa ndio unasikia habari mbaya, unaambiwa, anakwambia hata ile kazi mama ambayo nilikuwa ninajishikiza, wameniambia kwamba kuanzia leo nisionekane tena. Kuna changamoto kidogo zimeingia pale kazini, wanasema watanisikilizia. Alifika mahali akakata tamaa, akaacha kijana aende. Wakati amekaa pale anasubiri tu kwamba saa hizi nitakuwa sisikii tena hata ule mguno wa kijana akisema nijue
ujue kwamba tayari amepata moto. Anashangaa kunatokea mjumbe kutoka mbinguni. Mstari wa 17 Biblia inasema Mungu akasikia sauti ya kijana. Haleluya. Mungu akasikia kitu gani? Akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamuita Hajiri. Hajiri sio kijana, Hajiri ni mama wa kijana. Mungu akasikia sauti ya kijana, akamfuata mama ambaye yuko kwenye hali ya kukata tamaa kwa ajili ya hali ya kijana, akamuita, wewe mama wa kijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamuita Hajiri. Biblia inasema ya kwamba ulikuwa ni mwito wa malaika kutoka mbinguni. Akamwambia Hajiri, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Kule uliko mtoroka kwenye kile kichaka, ukiwa unamtazamia kwamba habari yake itaishia pale, kiasi cha kwamba wewe hutaki kuona hata atakavyo katika moto, ukaamua ujitenge naye. Umemwombea mambo mema, umeona hayanasi, umefika mahali tu umeamua uinue mikono juu kwamba Mungu mchukue tu akapumzike aende salama. Biblia inasema ya kwamba malaika amemshukia yule mama pale, anamwambia ya kwamba Mungu ameisikia sauti ya yule kijana wako kule aliko. Ninachotaka nikuoneshe hapa ni nini? Angalia, kuna sauti ya kijana ilisikiwa na Mungu wakati ambapo mama yake alionekana akimwombea sana, lakini Mungu anakuja na majibu ya mbinguni. Malaika anashusha ule ujumbe wa kimungu, hamwambii yule mama, tumeasikia maombi yako. Sio kwamba mama hakumwombea yule kijana, hapana. Kuomba aliomba sana, lakini maombi yaliyotakiwa yasikiwe ili kijana afatwe na malaika wa Mungu ilikuwa ni maombi ya kijana mwenyewe. Haleluya. Kwa nini kijana wa kanisa, kijana wa kimungu awe mwombaji? Angalia jiwe lingine hilo. Haleluya. Amen. Kuna wakati ni maombi yako wewe kama kijana ndio ambayo yanahitajika yasikiwe kulikoni hata wale wanaokuombea. Kwa hiyo kuna wakati usiposimama mwenyewe kimaombi, hata kama kuna watu watasimama, watainuka na viti, watainuka na ngazi, kimaombi namna gani, inawezekana hayo maombi bado yasisogeze kitu chochote kwako. Ndicho kitu ambacho nataka nikutazamishe kijana wa kanisa. Ndicho kitu ambacho nataka ukione kijana wa kanisa. Usipokuwa na maombi, sio kwamba hamna watu watakao kuombea. Inawezekana wazazi wako huko kijijini wanakuombea kweli. Haleluya. Na kama wako mjini, wewe ndio huko kijijini, huko labda Mombo ndio kijijini kuliko aliko wazazi wako. Inawezekana hao wazazi wako huko mjini wanakuombea kweli. Lakini mimi nimetumwa nikutazamishe faida na umuhimu wa wewe kama kijana ukiwa muombaji, wewe kama wewe, kwamba kuna wakati hata maombi ya mzazi ambayo yanaporomoshwa juu yako, utaona Mungu anasubiri asikilize na yako mwenyewe yanasemaje. Ndio picha inaonyesha hapa. Kwa sababu gani? Sijui Hajiri alielewaje hili somo. Sijui. Lakini unashangaa kuomba kote kule mpaka akafika mahali akakata tamaa na akasema ya kwamba Mungu ni bora tu umchukue kijana na mimi nisiwe namuona akiwa anakata roho. Ngoja mimi nikakae mbali naye kidogo ili kusudi nisimuone kijana wangu anavyokufa. Leo hii Mungu anakuja kujibu, analeta majibu, anaanza na hodi inayosema ya kwamba tumeasikia maombi ya kijana. Sio ya kwako uliomuombea nani? Sio ya kwenu ambayo wewe wakati unaomba kijana naye anaomba. Tumekuja kwa ajili ya yale yaliyoyaomba nani? Bwana Yesu asifiwe sana.
Sasa utaona jambo hili faida yake nilizo nazo. Kwa maana hiyo ni kwamba tunapokuwa ni vijana waombaji, haijalishi wale ambao wako upande wetu na wasio upande wetu wanatuombea nini. Unaona mambo? Tunapokuwa tuwaombaji, haitajalisha wale wanaotuombea wanatuombea nini. Hata kama wanatuombea vibaya, wapo kwenye saa ya kutuombea maombi ya kukata tamaa kama ya Hajiri aliyomwombea mwanaye. Wewe kama kijana ukijiombea maombi ya kuinuka, Mungu atakuja na majibu ya wewe unayejiombea kuinuka. Hata kuja na maombi ya kukukata roho kwa sababu mama yako amekuombea kwamba sasa uende mahali pema peponi. Hapana. Haleluya. Amen. Biblia inasema ya kwamba akamwambia, inuka wewe. Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. 18. Malaika anaendelea kumwambia Hajiri, ondoka, ukamuinue kijana, ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Kutoka katika hali ngumu ambayo sahii anaipitia, anaenda kuwa mtu mkubwa huyu. Mimi nina mpango naye ulio mkubwa zaidi ya vile ambavyo wewe mwenyewe kama mzazi unamwazia kwamba aishie hapo ndoto zake. Hataishia hapo ndoto zake. Bora yeye mwenyewe pale katika dhiki yake ameomba kusema, Mungu niinue, nimekuja kumwinua. Wewe ajiri kazi yako, nenda kamshike mkono kijana, muinue sasa aende kuwa taifa kubwa. Mstari wa 20 Biblia inasema ya kwamba, mstari wa 19, Mungu akamfumbua macho Hajiri. Sio kwa maombi ya Hajiri. Hajiri alifumbuliwa macho aone kitu gani? Biblia inasema ya kwamba naye akaona kisima cha maji, akaenda akakijaza kile kiriba cha maji, akamnywesha kijana. Kijana amenusulika kwa kisima cha maji ambacho Hajiri leo amefumbuliwa macho akione, amchotee kijana maji ampelekee anywe. Lakini sio maombi aliyoyaomba Hajiri. Biblia inasema malaika alimletea Hajiri ujumbe kwamba tumesikia maombi ya kijana. Hata kule kufunguliwa macho kwa Hajiri kumetokea kwa maombi ya kijana. Amen. Unaona mambo sasa, vijana wanaojitambua kwamba kijana inapaswa niwe muombaji. Ina maana kumbe wakati Ishmaeli yule kijana anapita kwenye ile hali ngumu pale jangwani Beersheba, mama yake wakati anamuombea Ishmaeli kwamba Mungu naomba umsaidie kijana wangu. Mungu ulinipa nikazaa kwa uchungu. Kumbuka ule uchungu ulionitesa mpaka nilikondeana mimi vyakula vizuri nilivyovitamani mwanzo, nikawa sibili tena kwa ajili yake. Kumbuka Bwana, kumbuka nilizalaulika, nikaambiwa nimezaa na mume wa mtu, nikatukanwa matukano makubwa. Leo yule kijana ulionipa washuhuda namna hiyo anakata moto mbele ya macho yangu. Anaona hamuinui. Kaza Mungu, chukue tu aende salama sasa basi. Akaondoka akajitenga mbali naye kwamba kijana. Kumbe wakati yeye anaomba hivi juu ya kijana wake, kijana naye anamuombea mama kwamba Mungu mfungue macho mama yangu aone kisima. Unaelewa kwamba kijana wa kimungu, moja ya picha anayotakiwa ishi nao ni kuwa mwana maombi. Katikati ya hali ngumu aliyokuwa anapitia, utaona ya kwamba si tu alikuwa anajiombea mwenyewe, alikuwa pia anamuombea na nani? Na mama yake. Wakati anasikia maombi ya mama yamegeuka, yamekuwa ni kukata tamaa, anamwandalia kijana sanda. Yeye kijana aseme ya kwamba Mungu naomba hiyo sanda ambayo mama ananiandalia kama anavyoomba na iwe tu, kwamba sasa Mungu nipumzishe mahali pema, mama yangu ananiombea dua njema. Kijana alikuwa anasema Mungu mfungue macho mama,
mfungue macho mama, mfungue macho mama. Ndio maana mpaka mama anafunguliwa macho, anakiona kisima. Mama anaambiwa na malaika, ni kwa sababu tumesikia maombi ya kijana, ni kwa sababu kijana ameomba hivi. Tafsiri ya lile neno la malaika ni kama kusema, tumekufungua macho Hajiri, uone kisima cha kumchotea kijana maji ya kunywa, ukampe anywe ainuke kwenye hali ngumu, kwa sababu tumesikia maombi ya kijana. Ameomba hivyo kwamba ufunguliwe macho uone kisima. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wazazi wamebadilisha, saa hii wako kwenye kukuombea maombi ya kwamba basi tena liwalo na liwe, waombee kijana wa kanisa uinuke kimaombi, waombee kwamba Mungu wafungue macho, wafungue masikio, wasikie habari zangu njema kwamba yule wa juzi na jana sio wa leo tena. Wasikizishe habari zangu mpya, na wewe waombee wazazi wako, wasikie habari zako njema, wasikie leo uko kwenye madhabahu, wasikie leo mambo yako yako poa, wasikie leo kuna namna Mungu amefungua njia, wasikie leo na stawi tunaweza kuyafanya kimaombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa wala hahitaji hata tupigiane simu tuambie kwamba mama, maya leo nimebadilika. Wanaweza watu wakakuitikia kwenye simu, ukikata wakasema twamjua huyu. Haleluya. Wakikata unasikia wewe baba Mwanaisha, umemsikia mwanao eti leo apiga simu eti anajisha wewe eti kabadilika Mwanaisha. Wewe baba anasema wenda mama Mwanaisha, huwezi jua watu wanabadilika. Mama Mwanaisha Mwanaisha yeda. Wewe sema Mungu wafungue macho waone, wafungue macho waone. Kuna vijana nasikia hapa, mpo kwenye taasisi, mpo kwenye nafasi, mpo kwenye mahusiano na ndoa, wenzenu hawawaamini, mabosi hawawaamini, wafanyakazi wenzako hawakuamini, mchumba wako bado hakuamini, na ndio maana unaona uchumba hausogei mbele. Bado mwenzako anasema ngoja nimpime, ngoja nimpime. Jioni ya leo tutasimama kimaombi kumwambia Mungu awafungue macho hao wasiotuamini, watuelewe kwamba yule wa jana sio wa leo, sio wa leo, sio Hajiri tena, sio yule kijana wa kukataliwa tena, sio Ishmaeli wa kukataliwa. Alikataliwa kwenye nyumba ya Sara, lakini hapa kwenye jangwa la Beresheba anapita na maombi, anapita na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi yako ulioikalia ina muda gani? Haleluya. Kitengo ulichokaa kina muda gani? Hapo kazini hamna habari ya kupandishwa vyeo. Mbona wewe umenata hapo? Mbona mwenzako bado hayafanyi hayo mambo kuwa ya kweli? Bado ana masilahi na maisha yako. Kuna maombi yako jioni ya leo yanatakiwa mbele za Bwana, ili Mungu aseme ya kwamba nimeisikia sauti ya kijana huyu ameomba, nimeisikia sauti ya kijana. Kitu ambacho tutasimama nacho leo ni kuomba roho ya maombi tumiminikie, tumwagiwe roho ya maombi, tuwe vijana waombaji katika yale mambo ambayo tumekutana na changamoto. Hata wengine wamekosa kutuamini, wengine wametukatia tamaa. Leo tutasimama kimaombi, kimaombi, kimaombi. Karabushaka, simama juu kwa miguu yako. Ribo Shantarabusi. Ni semina hii maalum ya vijana.
Nasikia lipo wingu la Mungu la utendaji kwa namna isiyokuwa ya kawaida kwako. Neema ya Mungu imemwagwa kwa ajabu sana katika semina hii. Haitakuwa ya hasara kwako. Pole kwa yule ambaye atakosa neema hii. Mungu tusaidie. Kama tumeliona wingu la kwako la ajabu, ikiwa ni siku tu ya kwanza ya leo. Na Waswahili wakawahi kusema kwamba mwanzo huwa ni mgumu, lakini sisi tumekutana na mwanzo wa ajabu ambao Mungu umedhihirisha kwa vitu vya ajabu tangu katika maombi yale ya kufungua semina hii. Baba, tunatamani hata sasa Bwana, tunatamani hata sasa uendelee kufululiza kuyatenda yale makusudi yako mema katikati ya vijana hawa ambao wamekusanyika hapa, katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako miwili juu. Watujua vema Bwana, watujua vema Bwana, watujua vema Bwana, tupoje mbele zako. Imba, watujua vema, paza sauti, watujua vema Bwana, watujua vema Bwana, tupoje mbele zako. Watujua vema Bwana, watujua vema Bwana, watujua vema Bwana, tupoje mbele zako Baba. Watujua vema Bwana, watujua vema, watujua vema Bwana, tupoje mbele zako. Wajua ujana wetu, wajua mapito yetu, watujua vema Bwana, tupoje mbele zako Baba. Watujua vema, watujua vema Bwana, watujua vema Bwana, tupoje mbele zako. Wajua ujana wetu, wajua mapito yetu, watujua vema Bwana, tupoje mbele zako Baba. Watujua vema Bwana, watujua vema Bwana, vema Bwana, tupoje mbele Baba. Watujua vema Bwana, watujua vema Baba, watujua vema Bwana, tupoje mbele zako. Fuatisha maneno haya pale ulipo, sema Mungu Baba, Mungu Baba, Mungu Baba, Mungu Baba, ninakuja mbele zako jioni hii ya leo, katika siku ya kwanza ya semina hii ya vijana. Nimekuja mbele zako kupata kuponyeka kwa fadhili zako, kwa rehema zako, kwa uweza wako. Ninaomba toba, naomba unisamehe dhambi zangu zote, maovu yangu yote na makosa yangu niliyoyafanya mimi kama kijana, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na niliposhindwa kuyatimiza mapenzi yako. Jioni ya leo naomba toba, najipatanisha na mkono wako wenye uweza, wenye nguvu, unaotenda. Mungu, najipatanisha na uweza wako wa kuniinua kutoka katika hali mbalimbali ninazopitia kwenye ujana wangu. Leo hii
ya kwamba inanipasa mimi kijana wa kanisa kuwa muombaji, nakemea roho zote zilizoninyamazisha kimaombi. Toka roho za adui, roho za mizimu, roho za kishetani zilizoua uwezo wangu wa kimaombi. Leo nasumbua ile swichi ya maombi, naiwasha roho kuomba nimwagikie, nimiminikie, roho maombi nimiminikie. Mungu nijaze roho wako wa kuomba, nijaze roho wako wa maombi. Nakataa mipango mibaya ya maadui inayonizima kimaombi. Napaza sauti yangu ninakuita, Mungu, nitazame leo kama ulivyomtazama yule kijana kwenye lile jangwa alilokuwa amepitia. Leo na mimi hapa nilipo, nitazame, kuna jangwa la kukataliwa ninapitia, kuna jangwa la kukosa kazi ninapitia. Kuna jangwa la kukatiwa tamaa napitia. Wafumbue macho wale ambao hawaniamini, wafumbue macho wapate kuona, wapate kujua habari zako zilizo njema juu yangu, wanitambue ya kwamba mimi sio jana. Mimi ni kijana wa kanisa. Mungu, nainua sauti yangu kwako Yesu. Yale magumu niliyokutana nayo kwenye ujana wangu, nivushe. Endelea kuomba kuvushwa, endelea kung'ang'ana uvushwe. Wewe unapita jangwa gani? Wakati Ishmaeli anapita jangwa la Berisheba, kuna vijana leo mnapita majangwa ya kukataliwa, ya kudharauliwa, ya kutopandishwa vyeo, ya kutopata ajira. Paza sauti yako kwa maombi yako, tunajifunza kwa maombi yetu, tunainuliwa kwa maombi yetu, tunainuliwa. Ng'ang'ana, wewe mzazi unayeombea vijana wako, waombee leo, wainuliwe kwenye majangwa wanayopitia. Wakati Ishmaeli anapita jangwa la Berisheba, mamake alimkatia tamaa, lakini maombi yake yalimuinua. Mungu akamwambia Hajiri, nimesikia sauti ya kijana. Paza sauti kijana, sauti yako isikiwe, sauti yako ya uombaji wako usikiwe. Ninaona wingu la Bwana linatushukia, linasikiliza unachoma, linasikiliza sauti yako. Paza sauti kijana, paza sauti kijana, paza
sauti kijana, ng'ang'ana, kuna jambo la Berisheba lilimwachia Ishmaeli. Kila jangwa lililokushika linakuachia kwa nguvu ya maombi. Vijana tuombe. Dunia imetupatia tamaa, wazazi wametupatia tamaa, wachunga watu wanene, waajiri kwa ajili ya watu wanene, ajira zitupate. Vijana tuombe. Hili jambo la Berisheba lituachie. Jambo la kukataliwa, jambo la kukosa kazi, jambo la kutokuelewa, unatoka leo kwa nguvu ya maombi. Roho ya maombi imwagike kwako. Ungesikia kunena kwa lugha, nena. Roho maombi amemwagwa hapa. Jambo la magonjwa ya wanawake unayoteswa nayo wewe kijana, nakuachia kuchoma upande wa kushoto wa tumbo. Achia. Upande wa kushoto wa tumbo, hiyo shida inakuachia. Nasikia maumivu kama kuchoma. Upande wa kushoto wa tumbo unaachiwa. Kijana anapona, anatoka kwenye jangwa la Berisheba linawatapika watu. Ndio, kwa nguvu ya maombi unaachiliwa. Vita ya ndoa, vita ya kuolewa inakuachia. Ndio, hilo jangwa ulilopo kijana unalopitia, ng'ang'ana. Unatoka kwenye hilo jangwa. Watu wanatoka kwenye hilo jangwa. Watu wanatoka kwenye majangwa yaliyowashika, wanatolewa. Endelea kufumuka kimaombi. Fumuka.